Ya siku zilizopita bana, msanii Yammy aliweza kuandika ujumbe wa kusikitisha kwenye mitandao ya kijamii. So Yammy aliandika akielezea kuchoka na maisha ya kutamani kupumzika kabisa, huku akiomba msamaha kwa familia na dada yake Nandy. Mashabiki wameonyesha hofu kuwa huenda anapitia msongo mkubwa wa mawazo na wanatoa wito apewe msaada wa haraka sana kabla hali haijazidi kuwa mbaya. So moja ya ujumbe ambao alikuwa ameuandika Yammy akidai kachoshwa na maisha. So ujumbe alikuwa ameuandika, ujumbe huo ulikuwa unasomeka hivi: mashabiki zangu, naombeni mniombee msamaha kwa mama yangu na baba yangu. Mimi ndio tegemeo, lakini naona siwezi kuishi tena, nimechoka, bora nife nikapumzike. Naombeni msamaha kwa wote niliowahi kuwakosea. Mimi basi tena nimefika mwisho, siwezi tena, bora nikapumzike, siwezi tena, walai siwezi. Kisha akamtagi mwanadada Nandy. Pia dada yangu, naomba nisamehe popote nilipowahi kukukosea. So huo ni moja ya ujumbe aliokuwa ameuandika mwanadada Yammy kwa siku hiyo. So mambo yalikuwa ni mengi, comment zilikuwa ni nyingi sana. Why mwanadada Yammy ameandika ujumbe kama huo? So kama utakuwa unakumbuka, so huyu mwanadada Yammy kwa siku za nyuma alikuwepo chini ya lebo ya African Princess, lebo ambayo ilikuwa inaongozwa na Nandy. So baada ya mwanadada huyo kuweza kuandika hivyo, so kuna comment nyingi ambazo zilikuwa zimetokea hapo. Hayo yote kutokea Yammy kuandika ujumbe kama hivyo kana kwamba amechoka, lakini amejibiwa na bondia Hassan Mwakinyo. So Hassan Mwakinyo bana kwenye Insta story yake, so moja ya ujumbe ambao amempa Yammy alikuwa amemwandikia hivi: pole sana Yammy, lakini kama utakumbuka vizuri, mimi nilikuwa mtu wa mwanzo kabisa kukusii na dunia ya umaarufu, lakini uliubeba ukasahau na wewe umezaliwa ni mtoto kwa wazazi wako, na hakuna mzazi angependa kuona mwanae anavaa vile unavyovaa. So Mwakinyo hakuishia hapo. Mwakinyo aliendelea tena kwa kuandika hivi: kwa kipawa ulichobarikiwa, bado ungebaki kuwa msanii bora wa kike mzuri, hata kama ungekuwa unavaa kanzu. Mimi kaka yako niko tayari kuzungumza na wazee wako ukilivia. So Mwakinyo alikuwa amemwandikia ujumbe kama huu hapo mwanadada Yammy. So hivyo hatujui nini hapa ambacho kilikuwa kinaendelea. So labda Mwakinyo kashakutana na mwanadada Yammy ili kwenda kuzungumza na wazazi wake. So hatujui, lakini kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha hapo una subscribe, una like, una comment, una share ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu.